Oi, yeza, inakuwaje wanangu? Sasa wanangu, World Cup niliweka kwenye group stage, niliweka timu ambazo zitakuwa zitaongoza kwenye group stage. Sasa ukiangalia hizi group stage ni kama zilikuwa zinaeleweka kabisa, ni timu ipi hapa inaondoka. Kwa mfano kama hapa nikiangalia nilicheza slip ya kwanza ilikuwa ni ya group B, Switzerland, Canada, Bosnia na Qatar. Hapa ukiangalia hapa unajua kabisa Switzerland ndo alikuwepo ni mkubwa, na mimi nilimbetia yeye Switzerland ndo aongoze kundi B, yani yeye ndo awe mshindi. Lakini pia kulikuwepo kuna slip ya pili ambayo hii walikuwepo wana odds kubwa kidogo, odds 2.5. Nilibeti USA aongoze kundi la Australia ambao ni kundi D. Kulikuwa kuna Australia, kuna yeye mwenyewe, kuna Paraguay na Turkey. Sasa hapa pia nao ilikuwepo ni nyeupe. Unaona kabisa kwamba USA ni mkubwa kwa hizi timu zingine. Slip nyingine inayofuata ni group F. Kulikuwa kuna Netherlands, Japan, Sweden na Tunisia. Kiukweli Netherlands ni timu kubwa na ilikuwa inaonekana kama itaongoza, lakini hii slip tuseme imeboom kwa uwezo wa God tu, kwa sababu Japan hawakuwa kinyonge, ingawa Japan na Netherlands wote wameshatolewa saizi, lakini hawakukaa kinyonge hata kidogo. So slip kama hizi wanangu unawekeza afu unajisahau, unaacha tu, unakuwa unasikilizia boom. Lakini slip nyingine hii kama hii ilikuwa na odds 2.3. Hii option niliweka kabisa, yani mtu atakayekuwa kwanza kwenye group na atakayekuwa mwisho kwenye group G, alafu nikaunganisha na group H. Group H niliweka Spain aongoze group hilo, lakini kwenye group G niliweka Belgium aongoze, alafu New Zealand awe wa mwisho, na hii option ilikuwa na odds 2.3. Nikaunganisha na hii ya 1.2 nikapata 2.8, nikatia M, nao ni boom. Na kuna slipu zingine kama 2-3 kama hizo. So unaweza ukafanya pia uwekezaji kama huo kwenye hizi hatua ambazo zimebaki. Kwa mfano kama saizi kuna zile tuzo ambazo wameandika kabisa kwamba pale best young player of the tournament, lakini unakuta pale kuna top scorer. Sasa kwa mfano kama ile game ya best young player of tournament, ukiangalia pale Lamine Yamal ana 2.7, alafu kuna Due ana 5.5. Sasa pale kwenye mahesabu fulani hivi ukiacheza, unaona kama unaona lakini possibility ya Due au Lamine Yamal wote watachukua hilo. Kuna possibility hapo. Sijui nielezeje, I mean Lamine Yamal na Due au ndo ambao wamewekewa possibility kubwa ya kuchukua. Kwa hiyo mmoja ana odds 5.5, mwingine ana 2.7. Maana yake wote ukiwawekea hela, huyu mwenye odds 2 ukimwekea hela nyingi, alafu huyu mwenye odds ndogo ukimwekea hela nyingi, alafu huyu mwenye odds kubwa ukimwekea hela kidogo, yoyote hapo, yani yoyote kati ya hao wawili atakayeshinda bado atakupa faida, kwa sababu yoyote atakayeshinda hapo atakupa loss ya mkeka mmoja ambao umepita, lakini atakupa profit. Kwa mfano kama 2.7 imetoa hiyo, maana yake itakupa loss ya ile ya 5 za Due, lakini itakupa faida ile 7 ambazo zimebaki, kwa sababu kwa Due kama kwa mfano umestake 100 utapata 550. Kwa Lamine Yamal ukistake 200 utapata 550 ya ngapi. So akishinda Due maana yake unarudisha Lamine Yamal, akishinda Lamine Yamal bado unarudisha Due na unapata profit. So kuna option kama hizo ambazo unajilipua tu, unawekeza afu una settle. Lakini pia kwa mwenendo ambao unaonekana kwenye hizi timu za taifa hizi, unaweza ukaguess kwamba ni timu gani ambayo itaboom kwa kutokana na analyze zako. Unaweza ukotea kwamba ni timu ipi ambayo unaona kabisa hapa itanyanyua kombe, then unatia mshindo, unakaa kando. So wanangu, uwekezaji kama huu sometime huwa unaonekana kama ni hela fulani hivi ya kusubiri, lakini ikianza kutoka ni tamu. Kwa mfano kama hiyo mishindo ambayo mimi niliwekeza kwenye group stage, naona imenisave kidogo. Lakini pia kuna swala la special option bana.
special option zimenisaidia sana. Kwa mfano kwenye hii game ya kuna huu mkeka nilibeti odds 3. Nilichanganya games, yani nikaweka Brazil na Japani kuwe na yellow card moja kwa Japan, yani yellow card zaidi ya moja kwa Japan. Na kama mmefuatilia kwenye hii World Cup, mechi za mwanzoni zilikuwa zitoe World Cup. Kwa hiyo walichokifanya wakawa wanatoa odds nyingi sana kwa hizi timu zilizobaki kwenye upande wa kadi. Kwa hiyo nikacheza Japani apate over 1 plain. Over 1 plain manake umeomba kadi 2, lakini ikipatikana kadi moja utarudishiwa hela yako, yani refund. Lakini Japani wakapata kadi 3. Netherlands na Morocco, mimi nilibeti kona ya kwanza kuchezwa kwenye uwanja au kwenye mechi, mchezaji atakayeenda kupiga hiyo kona apige kwa mguu wa kulia. Lakini hii nayo ilitoa Morocco na Netherlands, mchezaji aliyepiga kona ya kwanza alitumia mguu wa kulia. Lakini nilikuwa nataka tu niwagusie kuhusiana na special option, na hizi special option zote zinapatikana wapi? Helabet. Helabet, ukijiunga na Helabet kuna possibility nyingi sana ukazijua option ambazo wengi hawazijui. Mimi watu wananishangaga kwa nini kila siku uwaga na beti ma special option, labda ndatumia option hii alafu labda timu fulani kubwa imezingua na bado tumeboom. Wanajiuliza inakuaje? Special option baba. Hawa shikaji wana special option nyingi sana, na ndio maana nilisema nitawaletea machizi, mjifunze option moja baada ya nyingine. So hii ni Betiology, na I think tutakutana chimbo. Kama upo chimbo la WhatsApp ambalo ni Betting Brain Channel, join. Nimekuwekea link hapo chini ya description, lakini pia kuna namba inapita hapo chini. Ukiandika tu neno betting WhatsApp kwenye hiyo namba itakupeleka mpaka chimbo la Betting Brain. Lakini note kitu kimoja, mikeka ni bure, yani usije ukauziwa mikeka wala usije ukadanganyika kwamba Taivina au Betting Brain wanauza mikeka, wala asitokee mtu akakwambia mikeka Betting Brain inauzwa. Mikeka yote ni free bot. So tukutane chimbo, lakini pia tukutane next Friday. Oi, boom boom situation.